Yo, mambo vipi, what up, mpenzi mtazamaji na pia msikilizaji wa Meza ya Chipukizi. Ni mpango mzima wa pindi la kizazi ambalo linakujanga kila wakati Jumapili mida ya saa 4 kama na dakika 10 hivi mpaka inapogonga mida ya saa 5, lakini sometimes ubidi mpaka ikavuka mpaka kutegemea na mida inavyokaa, lakini yote 9 ni Meza ya Chipukizi ambayo inakuja ndani ya Chipukiza Kaya, show moja ya kibabe ambayo inakupatia platform wasanii wetu ambao wanachipuka kutoka underground, kutoka chini, kutoka grassroots, kutoka mashinani kule, and mpango mzima ni kuwapatia nafasi ili nao wakaweze kuingia katika level nyingine. Inavyokuwa kama kawaida inaletwa kwako na Kaya Records ambao ndio wadhamini wetu wakubwa. Wananiita Mwanamfalme, Captain Louis the Real Eagle. Ni Meza ya Chipukizi, na bila kupoteza muda niko na mwanangu hapa ndani ya studio. Moja kwa moja tunakwenda kwenye maswali mawili matatu kumuhusu, tujue ni nani, alafu tutakuwa tunaangalia mambo yanakwenda namna gani. Moja kwa moja tuanzie na swala zima la kufahamu unaitwa nani, majina kamili na pia jina la usanii. Kwa majina kamili yangu ya kitambulisho naitwa Josephat Kalume. Kwa majina ya usanii naitwa Trima KE. Trima KE. Mbona ukaitwa Trima ama ukaamua kujiita Trima? Kuitwa Trima ile lilikuja baada ya wanangu, kwamba yani nikiwa shuleni kule wanangu ndo walinipea jina lenyewe la Trima. Trima kwa maana msawazishaji. Right. So wanangu walikuwa, tuseme nikiwa shule kule, nilikuwa sana yani secondary primary. Hiyo jina nilipata secondary. Uimbaji nilianza zamani sana lakini primary kule. Lakini sasa ile jina la Trima nilipata nikiwa secondary school. Kwa ni wale watu wenyewe walikuwa pale shule, yani tuseme mtu husikii sana, nilikuwa sisikii sana. Sema kweli yani nilikuwa sisikii. Sasa wale wanangu wote mimi ndio nilikuwa mobilizer tuseme. So wana wakanipatia jina. Mwanangu sawazisha hiyo. Sawazisha hiyo. So nikaona tutaipeleka vipi, nikaona right. Acha tu nijiite Trima alafu nikiweka Kenya itakuwa imekaa sawa na uimbaji wangu. Au sio? Turudi kwenye ulipoanzia muziki, unasema umeanzia kwa primary. Hebu tupe story yako ya kuanza muziki ilikuwaje? Muziki nilianzia nikiwa primary. Nilianza kama sikujua kwamba nilikuwa na kipaji. Mimi mwenyewe sikujua kama nilikuwa na kipaji. Nilikuwa tukienda, kama nilikuwa mdogo sana hizo enzi, sijui kama nilikuwa na miaka ngapi, lakini class 4 huko. Class 4 nadhani nilikuwa kama miaka 13 sijui. Enzi hizo. Sasa nilikuwa tukienda kwa matanga vile, unaenda kupata kuna nyimbo kule za Kigiri zinaitwa kifudu. Ukifika pale yani wazee wanacheza zile ndo za matanga sasa. Sasa mimi nilikuwa nikifika pale mimi ndo nakuwa huyo mwenye sijui ni nguli, ngui sio ngui. Kitu kama hiyo. Ni mkubwa, ngui ndiye soloist. Yule soloist sasa. Wewe ndo unaongoza. Mimi ndo naongoza. Ni mdogo lakini sasa nimesimamisha watu hapo wananisikiza mimi mpaka asubuhi. Nzizo walikuwa wananiita memory, nilikuwa natema sana, hata yani hakuna hata kibwagizo, tukianza kutema ni kutema. Sasa nikafikiria kitu usibia hata mimi pia naweza nikatunga yangu. Nikaanza na ugiri, hata mimi nilitunga ugiri hizo za kifudu nini. Nilipofika class 5 nikaona wacha ni change pia niingie, naona akina enzizo, naona akina Shabigi wanawika sana. Shabigi Susumila, nikaona si pia mimi ninaweza jaribu na nikafanya. Sasa changamoto ilikuwa pesa studio. Ngoma uko nayo kweli, lakini sasa kwenda studio bala. Nikangangana kufika class 7, nikaona niende kwa project yake. Nikafikiria labda nikienda kufika pale labda atanihurumia nini, vile nimeenda labda na 1500 yangu atanihurumia tupige ngoma. Jamaa kufika pale akaniondia biti, akasema wewe rudi nyumbani nenda ka practice change kiasi fulani cha pesa uje tu rekodi, ukija tutarekodi. Sema kweli sijarudi mpaka leo. Bitu kabaki nalo. Biti nikabaki nalo. Ngoma hii yani ikasaulika hivyo. Hata nadhani pia alitoa hiyo kitu, hata nikumbuki tena sidhani. Kuingia secondary pia nangangana nataka pia hata nikifunga shule na kuja Mombasa kungangana kuna huku, ili mradi tu nizoe hata track moja. Ikashindikana mpaka nikamaliza shule 2022. Ndipo sasa nikaingia studio sasa kwa mara ya kwanza. Okay. Tupe taswira yako kuingia studio kwa mara ya kwanza ilikuwaje?
taswira yangu yani ilikuwa kuaje hiyo siku yani labda ni mwana alikwambia oya kuna studio hapa tu wenzetu ama ulikuwa unaendaga tu studio? Je, kuna watu ambao wanaendaga tu studio pale wanakaa wanaona wasanii wana rekodi mpaka siku moja inawatokea nao pia wanaingia booth wana rekodi. Experience yako ama story yako ya kuingia studio mara ya kwanza ilikuwaje? Unajua mimi kwa akili yangu mimi nilikuwa najua tu crack sound, yani nikifikiria tu naona nitaenda crack sound ama kubwa, sikuwa nafikiria zile studio ndogo ndogo. So nikapata na mwanangu fulani sijakumbuka jina lake, akanambia kuna studio pale ndogo pale yenye kama uko na kiwango kidogo pia unaweza kaanza nayo. So kama vipi utakuwa uko vizuri twende zetu. Sasa kwa mimi kwa kuwa nilikuwa niko eager sana na kuingia studio, nikasema wacha tuishie. Kaenda kufika pale nikaongea na producer, akasema 3000. Hata nilikuwa na 500 nikarekodi. Uka deposit ukaanza deposit 500 na nikarekodi na tukaachia ngoma. Na 500 nililipa pole yani tulirekodi. Lakini ngoma mliachia? Tuliachia 2022 ngoma yangu ya kwanza. So nikafanya tena na huyo producer bado, nikafanya tena naye pia bado, lakini nikaona nafanya hapa lakini naona hakuna kusonga, bado nafanya naye lakini pia yeye bado ni underground. Bado mna huko chini wote. Niende mbele kidogo, nikaenda kwa Moose Touch nikafanya naye ngoma. Hii yangu ya hii latest sasa nimefanya na Max Wiser Magongo pale Changamwe pale. Turudi hapo kwenye ngoma ya kwanza. Ngoma ya kwanza ilikuwa inaitwaje? Katika. Ilikuwa inahusiana na masuala ya kujirusha tu? Masuala ya kujirusha ni. Ulipata nafasi ya kuiperform pale? Kwa kweli nilipata nafasi ya kuperform mara moja tu. Then ngoma ya pili? Ngoma ya pili ilikuwa inaitwa Ndoto. Ilikuwa inaongelea kuhusu nini? Kuhusu ndoto yangu ya muziki. Na najaribu kufuatilia ngoma zako ndo nijue uandishi wako uko based na life history yako ama mambo ya kutunga ama mambo ya kuona. Ngoma ya tatu ilikuwa ni gani? Zote bado uko kwa yule producer bado? Hiyo bado niko kwa yule producer bado. Anaitwa Tivian. Ngoma ya tatu ilikuwa inajiita Okay. Hiyo ni ya mapenzi. Nikakuja kwa Moose Touch nikafanya bado mapenzi. Kwa hii nyingine pia ni mapenzi bado. Kwa ina maana mara ya kwanza ulikuwa uandishi wako na base sana na ulikuwa na kuhusu mara ya kwanza. Maana umeandika kuhusu ndoto, ambao ndoto bila shaka inakuhusu. Katika bila shaka ulikuwa mtu kujirusha. Alafu sasa umeanza kuingia kwenye mapenzi. Labda pengine nikuulize hili swali kabla uingie studio, ni vitu gani vinakudrive kufanya muziki aina fulani, ama ni kipi ambacho kinakupatia mwelekeo wa kufanya ngoma? Kwa kuwa mimi huwa labda nikikaa hivi ngoma uko nayo, kama mimi unajua nimetunga ngoma kibao uko nazo pale. So ni mimi mwenyewe niamue kwa huu muda, naona nikiachia hii ngoma naona itakuwa better zaidi. Labda mimi mwenyewe nimeona ni tamu. Hujajua kama mashabiki watapokeaje, lakini mimi mwenyewe naona kabisa hii ngoma mimi naona kabisa iko vizuri. Sio kwamba labda nitakuwa nimeegemea sana mapenzi, hapana. Miki kote pande zote huwa unapatikana. Pande zote huwa napatikana. Kwa maisha wapi. So ni ile ngoma yenye mimi mwenyewe nimeona nimepanga hii nitoe. Naachi. Muziki wako ni muziki aina gani? Mtu akikuuliza kwa sasa hivi unafanya muziki aina gani, unamwambia muziki aina gani? Karaka Afro dancehall. Mbona Afro dancehall? Muziki wangu yani ukiangalia tuseme yani hata jina zote nadhani utakuwa umechukua, yani kiufupi, yani ukisema nitau classify mahali fulani. Afro pop ipo, dancehall upo. Maana uliposema Afro dancehall nimetaka kujua dancehall inaingilia wapi
na afro inaingilia wapi? Ni wapi zinakutana ndio ziweze kutengeneza afro dance? Sasa unaona kama nilipoanza mimi mwenyewe nilikuwa najua mimi nitaimba dance. Okay. Kwa kuwa mara ya kwanza kabisa naingia studio nikasema nitaimba dance. Sasa yani ilipokuja tena ndoto haikuingia kidanso. Ikawa sasa yani ni ngoma kidogo inaenda kislow. Na pia ni ngoma ya hisia. Nikaona sasa mimi nikisema nafanya jina ya dancehall hapa itaingiaje labda. So nikaona nikiweka afro dancehall itakuwa imefuse zote mbili. Inafuse zote mbili. Naam. Alright. Nataka turudi kwenye swala zima la kufikia sasa hivi una muziki kiwango gani? Una muziki kama ngoma ngapi? So far katika ndoto na tumeachana ngoma 4. Na hizi ngoma zote 4 zinapatikana kwenye mtandao wa kijamii wangu wa YouTube, zinapatikana kote YouTube, Boomplay, yani zilikuwa distributed kote. Alright. Muziki ni kitu ambacho kinahitaji mtaji. Ili uweze kufanya muziki lazima uwe una support ambayo inatoka pale fulani ya hela. Je, uko chini ya management ama kuna mwana na kusupport ama wewe mwenyewe tu uko vizuri? Kwa upande wangu mimi mwenyewe siko vizuri. Niko na mwana mwenye anisupport. Mwana mwingine huyu hapa. Anaitwa nani? Manifesto. Okay. Huyo ndo mwanangu mwenye anisupport. Sirazema labda ni kwa under management, labda kuna hivi na hivi mikataba tumekeana huko na huko. Mwanangu tu ananisupport. Na okay, kama anakusupport ina maana amko kwenye agreement yoyote, hamna mkataba wowote, na ilikuwa kuaje? Hebu tueleze. Unajua ukiniambia kuna mwana na support, mimi nitakuwa nataka kujua mwana ilikuwa kuaje mpaka kama kusupport. Ni kitu gani ambacho kilimsukuma mpaka kama kusupport? Sasa yani labda ni opinions zake tuseme yeye mwenyewe. Lazima kabla hajakwambia mwanangu nataka kukusupport, kuna vitu aliona. Labda pengine aliangalia kuta mwanangu wa mtaani, ama ni rafiki wa zamani umekuwa naye, ama pengine ni mwana tu ameona kazi zako na akaona mwana nikimsupport tutakuja kufanya biashara baadaye. Lazima kuwa kuna kitu ambacho kilimsukuma yeye. Haiwezi toka tu bure tu mwanangu akaja mwanangu mimi nina pesa bwana. Ana hizo pesa zina kazi yake labda pengine lakini wewe sasa mwenyewe unahisi ni kitu gani ambacho kilimsukuma akaona mwanangu acha nimsupport? Labda tu niweke wazi kwa sababu huyu jamaa labda hata kwa rafiki yangu toka zamani, ni mtu mwenye nilikuja tukapatana naye mjini. Azendata nilikuwa nimeshatoa ngoma 2. Nimeshatoa ngoma 2 katika na ndoto. Na ndoto nikapatana naye. Sasa sema mwanangu tulipatana mjini lakini kumbe tunatoka mahali moja kule majumbani. Okay. Sawa. Akawa anakubali chenye ninafanya. Kama mwanangu nitakushika mkono. Pale mahali kwenye mimi naweza. Hatusema labda tu niseme labda akona pesa, yani tuseme yeye akona vizuri kipesa hapana. Ile moyo tu kwamba mwanangu chenye unafanya yani naona pia inanipa motisha, yani wacha nikusupport pale ndio. Umetoa video? So far bado hujatoa video. Kwa hivyo ngoma zote ni audio kwa sasa. Ni audio kwa sasa. Alright. Toka tunarudi ili tuweze kujua Trima safari yake ya muziki mpaka sasa hivi imempa nini? Imempatia kitu gani ambacho kinamfanya endelee na kutia nguvu kwenye muziki? Je, nini katika life yake tunaweza soma, ama ni kitu gani ambacho kiko katika life yake ambacho alikutana nacho kinaweza kutupatia kama masomo la kuendelea na kusurvive katika game? Na pia tuweze kujua labda muziki wake tunaupata kivipi ama unaweza kupatikana vipi. Na bila kupoteza muda, mpango mzima tunaongelea kuhusu Meza Chipkizi. Bwana inasupportiwa ama inapatikana ndani ya Chipkiza Kaya kila Jumapili kuanzia mida ya saa 4 mpaka mida ya saa 5, lakini Chipkiza Kaya inakujia kila saa 2 mpaka mida ya saa 6 usiku. Na ndani ya Chipkiza Kaya kuna mambo kibao sana.
katika awamu ya kwanza kuna kitadi kitatu tunajuana pale mitaani mambo yanakwenda namna gani, kuna gumzo kitatu tunazungumza masuala ambayo yanahusiana na wasanii, kuna mizani ya chipkizi ambapo kuna chat ya chipkizi ambayo ndio mizani ya chipkizi 10 bora ambazo zinapata nafasi, nyimbo 3 zikipigwa kura ambazo zimetoka na kura nyingi zaidi zinaingia katika Kaya Flavors. Alafu kuna meza ya chipkizi ambayo ndio hii ambayo tunaipata kwa sasa hivi, na ndani ya meza ya chipkizi unapata nafasi ya kupata kuweza kuwajua wasanii wanaochipuka wa wingi na muda mrefu, wanatokea wapi, historia zao, changamoto wanazokutana nazo na vitu kama vile. Alafu zaidi ya yote usisahau inaletwa kwako na Kaya Records. Unaweza kusubscribe katika YouTube channel yetu pale ya Radio Kaya. Ingia subscribe, tazama video za wasanii waliopitia pale mbele, na kumbuka kuna wasanii ambao wako na inspirational stories, aisee ukisikiza utapata nguvu ya kuendelea. Kwa hivyo hakikisha umetazama video zote za meza chipkizi. Na zaidi ya yote nikukumbushe tu kwamba nimekuahidi nitakuwa nakupatia nafasi ya kujua ofa ambazo zipo ndani ya Kaya Records. Ndani ya Kaya Records kuna ofa ya kurekodi ambayo ni shilingi 3500. Bwana na rekodi audio moja bab kubwa, alafu inakupatia nafasi ya kuweza kufanya muziki mzuri zaidi pale. Utakutana na Young 001 ambaye ni producer mkali tu, atakufundisha kuandika muziki, atakusaidia kutengeneza mashairi yako vizuri, vocals zako vizuri, na pia swala la branding. Wako watu ambao ni team nzima ya Kaya Records watakusaidia kuambia muziki unafaa kumarket vipi, kusambaza vipi, unafaa kujiweka vipi kama msanii. Na kumbuka kuna masuala ya video shooting ambayo msanii chipkizi anapata nafasi kurekodi kwa shilingi 10,000 peke yake, 10,000 peke yake. Na ukipata nafasi unaweza kwenda pale, ofa inaisha mwezi huu. Zimesalia siku za kuhesabu mwezi ukatike. Kwa hivyo usiachwe nje kwenye bonge la ofa hili. Kumbuka pia tuna photography na unajipatia nafasi ya kupiga picha za kibabe ambazo zinakupatia nafasi ya kuweza kupost kila wakati unapoingia kwenye mitandao ya kijamii ili upate mauzo ya kiutu uzima. But anyway, tuko na Trima ndani ya nyumba, ndiye mwana ambaye yuko mezani leo tunatia story, na moja kwa moja nataka nijue mawili matatu zaidi kumuhusu. Mwanangu, kuna talent uko nayo lakini kwenye muziki ni kama ulikuja ukaiacha. Ukiwa primary ulikuwa unaimba sana nyimbo za unasema za kifudu zile. Nilikuwa napiga sana kifudu mbaya sana. Mbona hujafikiria kurudi kufanya ule muziki? Kwa sababu muangalia mtu kama Mr. Bado anafanya vizuri na muziki wa Kimijikenda, tena ule wa kiasili ambao yake ni inaitwaje ile? Manzele. Yes. Na anafanya vizuri sana, natia show kila siku. Angalia wasanii ambao wameimba muziki wa kinyumbani bado pia wanafanya vizuri. Sijui kwa nini kuamua kurudi tena kumbatia ule muziki ambao ulikuwa unakufanya unakuwa superstar ukiwa mdogo. Kusema kweli si kwamba labda ile kigiri labda niliacha kabisa. Niliamua tu kufuse kwamba nachanganya zote. Hata sasa hii yani bado kuna track bado za kigiri zitakuja. Kigiri bado tutaifanya. Kigiri ni yetu. Kwa nini sasa tuiache? Kile kifudu unaweza kukifanya? Unaweza kukirekodi? Inaweza kurekodiwa. Inaweza kurekodiwa kifudu. Sasa sijui kama vile tukirekodi. Tutarekodi pia watu wakiwa wanapiga zile vitu manual ama sasa yani. Inawezekana ndani ya Kaya Records wanakuja watu wa Kimijikenda na ngoma zao, wanakuja na vitu vyao na vitu vinapigwa live pale pale. Hiyo ni kitu pia inawezekana. Sababu pia ni kitu yenye najiamini ninaiweza. Na watu wamekubali, jamii ya Kimijikenda imekubali. Ni jambo ambalo na uhakika lina nguvu yake kwenye utamaduni wetu. Pia. Mimi ningekushauri ufanye mpango, upige kama 1-2. Hata kama zitachezeka kwenye redio lakini mitaani zitakuwa zina trend mpaka kwenye jamaa bodaboda sana. Maana sio nasikia kifudu akina maneno pale hayawezi sikika kwa ama sio hiyo. Ndio hiyo. Unaweza kuona uteo ile. Ile ndio inakuwa na uteo. Balaa tupu hiyo inaijua. Balaa sana. Balaa tupu, lakini unaweza rekodi na ikabaki ikiwa ni ya kusikizwa mitaani kwenye YouTube na nini, ikawa labda kwenye redio labda sichezo, na kama kwenye redio inachezwa ule mwenye kuproduce akaisensa. Unaona akasensa yale maneno ambayo labda anaweza leta utata kidogo. But anyway, tuachane nao, turudi kwenye swala lako la muziki. Muziki kufikia sasa hivi umekupatia nini? Kitu gani ambacho umekiona kwenye muziki kinakupatia nguvu ya kuendelea? Umekusaidia kufanya nini? Muziki kusema kweli mimi tuseme tu ni mtu mwenye ninapenda muziki. Na nilicheki muziki nikaona
hii muziki inaweza ikakufanyisha labda ukatoka kwa level moja mpaka nyingine, labda kiseme kimaisha ama pia kibiashara kifupi. Naam. So nikaamua kama ni biashara, kama vile tunasema wewe unauza omena, ng'ang'ana na ile omena mpaka ikufikishe pale mahali kwenye ulikuwa unasema. Kwa sababu sasa kama tunasema leo utaanza na omena labda ya 50, kesho ya 200, kesho kutwa ya 300, hivyo hivyo mpaka itapika. Right. So pia mimi nilisema unajua labda kwa sasa hivi tunafanya muziki wa ya chini, labda tuna rekodi kwa producer mwenye upcoming ni. Lakini pia hivyo hivyo pole pole mpaka mwisho wa kuisha pia mimi itakuja itanipa kitu. Sasa hizi nikasema labda eti niseme hapa niko na 50,000 ama 1000 ngapi hapa nilizipata kwa muziki. La acha. Bado napambana. Ushapiga show moja kubwa kwa muziki ambao uko nao? Hapana bado. Lakini ushaipiga show? Show nishaipiga, lakini na ikakupatia malipo? Show kubwa. Hizi malipo tu ndogo za hapa unakula 5,000. Pesa hiyo mwanangu, hiyo pesa. Sasa hivi utakuwa piga show ya laki na bado kiwango lichoko huwa pia kina nguvu yake kwenye upande wa mapato pia. So namna kama 5,000 bwana, hapo kuna wasanii wanapiga na wanatoka hapo na 1,000 ya fare. Mavipi? Ndio hivyo, kwingine pia tunaenda tunatoka bure. So right. Ndoto yako kwenye muziki unajiona ukiwa wapi kama miaka 5 ijayo? Obviously tunajiona tu nikiwa mkubwa. Sasa miaka 5 ijayo ni mbali. Mimi naona tu labda hata mwaka ujao tu nitakuwa niko level nyingine. Ni kitu gani ambacho kwenye muziki ukikipata utakuwa umetimiza ndoto yako kwenye muziki? Kitu fulani labda specific kitu. Si itakuwa ni pesa. Ni pesa tu. Ni pesa. Unatafuta nini? Kutengeneza hela ndefu. Ni hela tu ndio tunang'ang'ania. Sidhani kama kuna kitu kingine labda mtu atakuwa anataka. Msanii ambaye unamtazama na anakuwa kama role model wako ni nani? Nadhani ni wengi sana wanafanya vizuri. Lakini yule ambaye bila shaka ukiangalia mimi nataka huyu bwana ni kama yama ni mzidi huyu. Kusema ni zidi mtu. Kenya ama nje? Nipe Kenya, nipe na Tanzania. Sasa nikisema Kenya, tuseme tu wale wasanii wote wakubwa nataka kwa waziri. Kwa sababu sasa utaanza kuhesabu 1, 2, 3 na ni wengi. So tukienda kwa sauti nani yani wale wakubwa kila tunajua kina nani ndio kina sana Kenya. Kina Otile, kina Calligraph, kina Kutupizo. Tukiingia bongo kule tuko nao kina Bosso, kina Slay, kina Harmonize. Alright. Turudi kwenye swala la life. Katika life yako ni kitu gani ambacho experience ambacho unaweza kukielezea mtu kikampatia nafasi ya kuendelea akiwa labda amelemewa kwenye maisha? Maana na imani life ina up and downs. Kuna kupanda, kuna kushuka. Kuna story fulani katika life yako ukiangalia unasema, wazee hapa bwana nilipitia life moja ambayo si ya kawaida ambayo naweza kushare, ama na life yako imekuwa tunywe kutoka udogoni? Wazo life yangu tuseme tu labda kama yote ni mikosi tu. Sasa tuseme nikianza kuelezea life yangu, hebu elezea kidogo. Kwa sababu gani? Kuna mtu labda anapitia kama wewe na kwa kusikia story yako anapata nguvu ya kuendelea. Unaposema mikosi, ni kitu gani ambacho umekutana nacho kwenye life ambacho unaona ni kama kinakuletea nguvu ya kurudi nyuma? Kusema kweli mimi mwenyewe tayari tuseme ni orphan. Buda alikufa some years ago. Ikiwa I think nilikuwa class 4, 6 alikufa zamani sana. So nilielewa na mama. Yeye ndo ametusomesha. Kiasi cha kuwa unasoma ikifika nikifunga hiyo time labda tuseme likizo. Unafunga likizo unakuja Mombasa. Time hiyo sasa nimekuja Mombasa, ninakuja na kuwa conductor.
Okay. Yeye anakuwa conductor. Ulikuwa unapigia matatu za wapi? Wanaongeza pole ni beba. Bamburi ferry, Mtwapa ferry huko. Okay. Uwezekano shai ni beba sana lakini vile. Huenda. Mimi nimeishi Fisheries, nimeanza Mtopanga, nikaishi Fisheries, nikaishi Lakeview. Wewe mnamna ni naweza kuwa hata walimu wangu nilikuwa nawabeba sana. Sasa unabeba mwalimu sasa unajifanya umjui kabisa. Inabidi lazima umchaji tu. Unamchaji leta kitu tena labda hata utakishia change. Naam. Nimehustle sana. Kwa hivyo unatoka shule unakuja unapiga kitatu. Unakuja unapiga kitatu. Nikuja paka sasa nilikuwa sina ID time hizo. Inabidi sasa madereva wananikataa. Niingia kitaani sasa kaanza kuuza mboga. Unakuja mjini sasa unakuja inabidi sasa unaunda kibanda yako mahali. Unauza mboga sana. Unauza mboga, unachoma mahindi. Ni mradi tu mkono. Uende ukinywa ni namna. Lakini pia unajua unafanya kitu wewe mwenyewe unajua hapa nitatoka. So kama unafanya kitu sio unajua tu hapa wakati uko kwenye kitatu kuna siku ambayo unaweza kumbuka ilikuwa mbaya zaidi ama ilikuwa nzuri zaidi? Wakati nilikuwa kwenye kitatu kuna siku yenyewe ilikuwa mbaya sana. Nini kilitokea? Kuna jamaa pale alinipa jero. Nilikuwa nafanya mrejeshe change yake kama 420. So nilikuwa bado ni mgeni pale, dereva ananipeleka mbio sana. Time natafuta change dereva anaenda. Hata kuna time alikuja akaniacha kabisa, kabidi sana napanda gari nyingine na mfukuzo. So time hiyo jamaa mpatia 500 na ngangana natafuta change dereva anaenda. Nikaona mimi bana acha niachane na hii kutafuta change nifukuze ile gari huyu jamaa atajua mwenyewe. Naenda pale nimeingia gari tu kidogo hivi jamaa amekuja ametucross hapo na boda. Sitasimulia sana lakini alinikuta. Pole sana. Anyway, turudi sasa katika life sasa hivi. Ni kitu gani ambacho unafanya apart from muziki? Sasa kitu yenye nafanya mimi ni baba. Okay. Kinyozi kwa fupi. Kinyozi kwa fupi. Wow, nice. Hilo niliona kitambo tangu nilivyoona chinja kwenye kichwa hapo nikajua mwanangu lazima najua masuala ya kuweka watu vizuri. Na kwa mtu ambaye yupo sasa hivi anafanya muziki, unahisi bado kuna nafasi kwenye muziki ya kufanya vizuri ama mpaka mtu apitie hali ngumu sana ndio aweze kufikia pale pazuri? Sidhani, kwa sababu sasa Mungu kila mmoja kuna vile amempatia njia yake. Kama kila mmoja kuna baraka zake zenye anampea. Kuna jamaa sasa anaweza akaanza tu na ngoma moja na bado akatoka. Right. So hujui ni wapi kwenye labda Mungu amekuwekea. Unaweza sasa hivi useme labda wewe mwenyewe utatoka lakini sasa Mungu yeye mwenyewe ndo amepanga labda hata utatoka. Labda amepanga ukifikia track ya 10 huko ndo utatoka. So kitu yenye iko hapo ni watu wasi give up. Kama umeamua kufanya kitu ifanye tu na moyo wako wote kwa sababu sasa muziki ni muhimu. Bila shaka. Tuje kwenye swala zima la collab. Kwenye ngoma zako ushafanya collab? Hata ngoma ya kwanza ilikuwa collab na producer wangu, tulifanya tu na producer wangu ngoma ya kwanza. Lakini kwa sasa hivi bado sio. Ukipewa nafasi ufanye collab Afrika Mashariki, nitajie msanii mmoja kutoka Bongo, mmoja kutoka Kenya, ni upi ungependa ufanye collab naye? Kwa haraka tu. Fanya na Harmonize. Kwa nini Harmonize? Ako vizuri, jamaa ako vizuri, mpenzi wake pia anakubali. So yeye ndio anaweza kuanguka naye tukafanya. Kenya? Kenya Masauti. Alright. Okay, tutarudi msikilizaji na mtazamaji wa Meza Chipukizi, tutakuja kwenye round ya mwisho kama kawaida. Round ni 3. Na wanangu wa kitaa wanajua maana round 3. Kwa hivyo mnamna tutarudi round ya mwisho ambapo tutakuwa tunataka tujue mwanangu kwa sasa hivi akakutana na rais wa nchi hii, ampatie nafasi, amwambie bwana tumekupa nafasi wewe uokoe hichi kizazi, angekiokoa kwa njia gani? Alafu na maswali 3 ambayo yanakwenda kwa mpigo. Baada ya hapo tutakuwa tunajua ngoma mpya yake inaitwaje na tunaipata vipi. What up? Round ya mwisho, round ya Oluto anasemaga wanangu wengine kutoka Nyanza kule. Na hivyo tunakafunga kidesign. Katika round hii nimekuambia kuna mambo kadhaa ambayo tunataka kukuambia, lakini kabla hapo kumbuka hii inaletwa kwako na
Kaya Records. Kaya Records wana bonge la offer pale, unaweza kujipatia nafasi bwana ukaweza kurekodi na 3500 sasa hivi mpaka mwisho mwezi huu. Alafu kumbuka pia kuna nafasi ya kufanya video na 10,000 kwa chipukizi peke yake. Alafu kuna photography, kuna masuala ya kupewa counseling ya branding na nini. Kama wewe ni mtu ambaye unagagaa kwenye vocal, unaweza saidiwa na jinsi ya kujimarket na mambo mengi yanafanyika pale, yani ni full house. Kwa hivyo hakikisha unaingia katika mtandao wa Kaya Records, angalia video ambazo zimefanywa pale kwenye YouTube channel ya Kaya Records, uangalie zimetoka hapa kwetu nyumbani ndani ya Kaya Records. Na kumbuka Kaya Records bado ndio wanamshikilia Dogo Richie, wanammanage Dogo Richie. Kwa hivyo pia angalia kazi ya Dogo Richie, utakuwa unaona vipi Kaya Records wana uwezo wa kukupeleka mbali wewe kama msanii. Usiende mbali, nataka ujipatie nafasi ya kuweza kulipata mziki wa kiutuzima na kupata kitu quality ambacho kitakusongeza pale pazuri kwenye burudani. Lakini tuko na Trima ndani ya nyumba na kuna maswali mawili matatu nilikuwa nimesema tukirudi tutakuwa tunauliza. Mojawapo ya maswali, mwanangu umekutana na rais, amekukalisha chini Ruto. Yes sir. Amekwambia tunataka tukupatie majukumu ya kusimamia wasanii na tupatie taswira ama jinsi ya utakavyoweka mziki ama sanaa katika ramani ya ulimwengu. Kwa maneno machache zaidi, unaweza kumwambia nini? Ulimwengu ama Kenya? Ulimwengu. Tunataka international. Hapo tunaongelea kuhusu wasanii wale ambao ni superstar, wasanii ambao ni underground, lakini wewe umepewa ile jukumu sasa pap. Mwanangu wewe ndo tumekupa hii kazi. Kwa maneno machache utamwambia nini? Nitamwambia nini rais sasa? Yeah. Ili umueleze jinsi utaweka yani mziki ama sanaa kwa ramani ya ulimwengu. Kwa sahihi labda tuseme, labda kurahisishia hili swali. Ni vigezo gani unaona vikiwekwa vizuri vinaweza kufanya mziki wetu kawa vizuri? Vigezo fulani zile labda zinaweza kuwekwa ndio mziki uwe vizuri zaidi. Yani uwe wasanii wanapata vizuri. Angalia ndugu zetu wa Bongo pale. Mtu ana ngoma moja, ngoma mbili, ashatusua. Sisi tunawana hapa mpige wanangu mpaka sasa hivi mtu kununua hata pikipiki balaa. Nadhani ni swala zima la marketing. Marketing afya. Nadhani hapa kwetu tuseme hapa kwetu tu watu watupendani sana. Watu watupendani sana. Ukiangalia ndugu zetu wale wa Bongo. Wale jamaa wanapendana. Ukiona mwenzako kuna uwezo fulani, right, unajua kabisa huu uwezo. Kwa sababu mimi kama mimi nina uwezo wangu kimimi. Alafu sasa kama wewe Louis, wewe ni kama Louis. Hakuna mtu mwenye anaweza kuja vaa kama wewe. Hata ichokee labda atakuwa anaigiza tu, lakini kama wewe ndio. So wewe uko na nafasi yako na mimi niko na nafasi yangu. So inafaa kama umepata Louis ako na nafasi yake, tuifanyie ile nafasi yake ikue zaidi. Na mimi pia unifanyie ile nafasi yangu ikue zaidi. Na sasa hapa kwetu kitu ni tofauti kwamba mimi nikijiona niko sawa, naona kama huyu Louis labda akikuja hapa atakuwa labda anatatiza shughuli zangu. Unakosa kuelewa kwamba huyu ako na utamu wake na mimi pia niko na utamu, niko na utamu wangu tofauti. Wote kama ni wasanii, tunaimba poa wote, lakini sasa ladha inakuwa tofauti. Ladha ni tofauti. So issue hapo ni kupendana, marketing iwe kubwa zaidi. Hata kama wewe Louis hapo unafanya kwa tuseme unafanya chips za Kaya. Unaona Trima anaweza, ama unaona unacheza nyimbo zake. Kwa sababu pia yeye labda akiona Louis anacheza ngoma zangu, nampa shara watu pia. Unaona? Pale kwenye yeye Trima anaweza. Lakini sasa issue kwamba hapa ni mtu aangalie yule mtu mwenye yuko tu kule juu. Underground vipaji vimejaa sana. Vipaji vimejaa sana. So issue ni kwamba watu kule TZ tuseme wako na strategic kali sana. Hata kuna vitu kama talent search, vitu kama zile mtaani zinazagaa, zinasaidia sana. Alafu pia wale wakubwa wanawashika wadogo sana kuwainua, lakini hapa kwetu vitu ni different. Hizo vitu hakuna. Lakini hata labda usikie zipo, ukienda pale labda tuseme yani watu
wamedili sana labda na hongo. Hata unaweza kuwa hakuna kitu unaimba lakini labda unapewa nafasi. Umeshatoa kitu. Right. Mwanangu, branding yako ni vitu gani unavizingatia ili kujiweka katika muonekano fulani? Mimi huwa nasema kitu yenye huwa najisemea ni kwamba kama wewe unauza papa, nuka papa. Kama wewe ni msanii, kaa kisanii. Hivyo ndio huwa nasema. Right. So mimi huwa najaribu kukaa kisanii. Sawa mimi ni mdogo lakini najaribu kujiweka kisanii. Na wewe labda ukiniona useme na ule si anakaa msanii. Yaani hata kama labda hujajua, kama kabla wewe hujanijua mimi najitangaza kwako. Right. Kitu gani kimoja tu ambacho nikikiona hicho kitu wakati wote nitakiona kwako ambacho kinakutambulisha kama msanii? Kwa mfano, mimi Captain Louis najitambulisha na bandi yangu ya mkono. Popote utakapoenda utanikuta niko na bandi mkononi. Captain inamaanisha. Unaona Kitu kingine utaniona nimevaa miwani. Wakati wa nyuma nilikuwa nikivaa miwani ya starehe tu, sunglasses na vitu kama vile. Sasa hivi navaa miwani ambayo ni prescription ya daktari. Lakini bado uwezi nikosa. Hata nikija hapa nilikuwa sina miwani. Lakini kwa sababu nimekuja kwenye interview nitaonekana kwenye mtandao ili nitimize branding yangu, nimekuja na miwani yangu nimevaa. So hicho ni kitu ambacho kivovote vile. Labda wewe ni saa, labda pengine ni dreadlocks, labda pengine ni kata ambayo unatumia, ama pengine kuna kitu fulani. Je, ni kitu gani ambacho kinatambulisha brand yako? Wakati wote nikikuona, yaani hata nikiona kivuli chako naweza sema ndiye huyu bila kuona hata sura. Kwa sababu kweli hicho kitu labda sijakuwa nacho. Niseme tu labda ukiniona hivi unajua ule ni Dreamer. Labda ndio. Si unaona. Leo tena design fulani. Hiyo design hiyo tu. Labda ukiona tu unaweza sema ule ni Dreamer. Right. Nataka tuende kwa maswali matatu ambayo ni maswali ya kumpigo na kunoa bongo kidesign. Swali la kwanza linahusiana, wanapenda swali ambalo linahusiana na saikolojia, swali ambalo linahusiana na sanaa, na swali ambalo linahusiana na maisha. Tuanze na swali la maisha. Leo hii umekuja na mwanao, mumekaa, mwambie mwanangu nataka kujua demu wangu kama una demu kwanza. Una binti, una wife? Sina wife, na demu. Una demu. Umemuita mwana kama rafiki yako, unamwambia mwanangu hebu mpigie simu huyu. Muongeleshe, ni stranger kwake, muongeleshe na nini, mtie boxi alafu tusikie anakuaje. Alafu yule demu bana ameongeleshwa fresh, mambo poa na nini bwana, mimi naitwa hivi na hivi na hivi. Bwana mimi ni mwana biashara lakini nilikuwa nafikiria tunaweza kutana tukaongea mengi tukasaidiana na nini. Alafu yule binti bwana akubali bwana kwamba mtumie fare waje waonane, au sio? Alafu akishamaliza pale washaelewana kila kitu, ni kuonana tu, waje waonane. Alafu yule bwana akupatia simu akwambia hebu ongea na mtu hapa, alafu ongea na demu wako, utamwambia nini? Wale cha msingi labda nitamwambia tu aendelee kuja. Kama alikuwa anakuja apatane na jamaa, yaani akuje tu apatane na. Kwa sababu sasa huwezi jua labda yeye kwa maisha yake anataka nini. Yeye mwenyewe labda kivyake amejipangaje. So akisikia labda alikuwa labda anafukuzia sana mwanabiashara. So vile amepata mwanabiashara, sasa utamwacha? Namwacha. Kwa nini? Na makosa yake gani? Ndio tu yani kama yeye alikuwa ameamua kupatana naye, ina maana yeye tayari alikuwa ashafikiria kuniacha. Alafu ulivyoongea naye akakwambia babe, mimi nilikuwa na muda mzengua tu, mimi nitumia hela ningezitumia lakini singeenda. Mtamini. Right. Swali la pili. Bwana linahusiana na sanaa. Ama vipi? Ametokea mtu amekuja amekwambia mimi nataka nikuinue kisanaa. Lakini katika kukuinua mimi kisanaa nataka uwe kama mjakazi wangu. Unaelewa? Yaani wewe mimi nitakutumia kila kitu, nitakuinua, nitakufanyia kila unachohitajika kufanya, lakini kazi yako wewe ni ukae kama mjakazi wangu tu yani. Jamaa ama mwanamke? Jamaa.
Sasa kama jamaa nitakuwa mjakazi wake, nitakuwa labda ananitumia kufanya nini? Yaani vitu vyake vote, yani wewe si hata anakuajiri, akuajiri akulipi mshahara, lakini wewe ni mfanyikazi wake, yani kila kitu bwana, mtu wa mkono, fanya hivi, enda huku, fanya hivi. Hapo haitakuwa sawa. Kwa nini? Haitakuwa sawa. Kwa hiyo sasa kama huyu jamaa amesema ata invest kwa muziki wangu, ina maana sasa mimi na ni concentrate kwa muziki. Na concentrate kwa muziki. Yaani labda niko studio, kazi yangu yani niko studio kufanya ngoma, kutafuta vitu zitapelekea ngoma kuenda. Rather than labda eti aniweke kwa nyumba, mara nimeenda kufua, mara nimeenda kumfanyia nini, nimfanyia nini. Huko vitu haviendi. Atakuwa anajitesa tu tuseme, labda kwa sababu ya pesa zake. Right. Upo uwezekano kweli akakutumia vibaya. Swali la mwisho linahusiana na kunoa bongo. Neno ID maana yake nini? ID. Nilitumia sana mwanangu ID yangu hii. ID yako hii. Identity card. Wazi, umefunga. Ngoma yako bwana ambayo ni latest inaitwaje na tunaipata vipi? Ngoma yangu inaitwa Tumeachana. Iko pale YouTube, haiko kwa mitandao mingi tuseme kufika sasa. Tu pale YouTube, ukienda pale ukisearch Trima KE Tumeachana unapata ngoma. Kwa nini haiko kwenye mitandao mingine ya kijamii, iko kwenye chini? Usijaiweka. Alright. Sijaiweka, lakini soon itakuwepo. Ulikuwa Kaya Records leo? Pale ni pale ambapo una uwezo wa kuonesha jinsi ya kuweka muziki wako katika platform zote ambazo zipo ulimwenguni. Kwa hivyo fortunately tumepata yule jamaa alikuwa busy. Basi namba yake mmechukua, lakini mwasiliane naye awasaidie mjue vipi mnaweza kusukuma muziki na kumarket vizuri. Tumeachana. Mbona kuna nini? Ilikuwa ni true story ama ni ubunifu? Hiyo tumeachana. Ilikuwa true story by the way. Ilikuwa true story. Kulikoni? Wewe na mpenzi wako? Mimi na kama mama nilicholewa. Apart. So nikaona niingie studio nimfanyie jambo. Au si? Hata haikuwa labda hiyo time nitoe ngoma after kuachana nikaona ni pigo. Nikaamua nitoe ngoma. Labda sababu ilikuwa nini? Sababu kubwa nadhani sababu kusema kweli alitoka Mombasa. Akaenda Kanairo. So long distance relationships ileti shangwe ya nini unajua uko na nani. Kwa hiyo tumeachana unaongea nini? Unamwambia nini? Yaani namwambia tu bora tumeachana, kwa sababu sasa yaani namwambia yani bora vile tumeachana. Wewe ishia. Au sio? Alright. Akija leo? Hamna. Imeisha. Wanangu, zungumza na mashabiki wanakutazama pale, waambie unawaahidi nini mashabiki wako? Mashabiki zangu nawaahidi vitu vitamu na vitu vizito vinavyokuja. So cha msingi wewe kama shabiki yangu ni follow pale kila mahali, yani Insta, TikTok, Facebook, YouTube kama Trima KE, na kuahidi mambo mazuri zidi kunitazama. Baada ya tumeachana kuna kitu kingine kiko njiani? Kwa sasa vitu mwanzo zipo. I think hata ni EP. EP yenyewe inakuja. Alright. Wanaitarajia muda gani? August. Alright. Kuna mtu pale nje amekutazama na anasema huyu mwanangu nikimuona licha kuwa na mwana na msupport, lakini pia mimi naweza msupport. Unaruhusu mtu mwingine akusupport ama bado support yako umelimit? Naruhusu. Nadhani kila mtu ani support anaitaka. Yaani so ukitokea mtu anataka kunisupport, wanakupataje kwenye mtandao wa kijamii ndio waweze kuwasiliana naye? Mimi napata nimetikana kama Trima KE kila mahali, yani Trima KE kila mahali ukisearch Trima KE ni nini? Right. Kuna mwingine anaweza kumpata. Alright. Kuna vijana wako mtaani wanakosa kujituma. Wengi wameingia kwenye vipanga, wengine kwenye drugs na vitu kama vile. Neno lako ni gani kwa vijana hao ambao wanakutazama sasa hivi? Vijana kama hao tuseme hayo maisha si maisha mema. Zaidi ni kwamba kila mtu upambanie maisha yako kiuhalali. Pambania maisha yako kiuhalali. Right. Azini naona tu kama mtu umeshagundua talent yako, kitu tu ni talent. Kama umegundua talent yako, unaweza kuipigania na ikakulipa. Alright. Bwana, mimi nashukuru sana kuweza kutimba kwenye meza Chipukizi
na na imani kwamba leo tumeipiga, kesho itakuwa zaidi ya jana. Shukran bro. Alright. Shukuru pia kufika Kaya FM. Thanks sana. Alright. Mtazamaji, hivyo ndio tunakafunga tukiwa na mwanangu Trima. Na kuna kitu kimoja Trima haja akisema hicho, dada tunamwachaje hivyo? Mwanangu tunakuja kunyolewa wapi? Au mnakuja kunyolewa Changamwe pale. Mike. Changamwe pale Airport Center Mall. Kuna mall hapo Changamwe, hiyo mall ndo mall kubwa hapo, ndo mall yani hakuna mall Changamwe pale. Changamwe mall. So ukikuja pale Chandarana zini. Ukifika hapo yani kinyozi ni mmoja tu hapo ndani. Inaitwaje? DIV. Akifika pale amepata kuhudumiwa. Lakini pia mtu akitaka private. Kuna watu wadosi mwanangu, mtu ataka uje naonaga Bongo na pia wasanii hapa Kenya kuna baadhi ya kina Calligraph akina nani wamekuwa wakifanya hiyo vitu. Msanii anapigwa simu, anakuja na vitu vyake, anafanywa kila kitu pale pale kwenye hoteli, kesho ana bonge la show ama interview. So mtu akitaka private pia anaweza kukupata. Anaweza kunipata, line zangu ziko wazi kama 01 174 360 91. Hiyo ukinipigia unanipata live. Kazi zako ziko pia kwenye mitandao ya kijamii? Kazi zangu ziko. Wakitafuta Trima pia wataona kazi yako ya kinyozi. Alright, that's nice. Tumsupport mwana kwa njia kadhaa. Njia ya kwanza, subscribe kwenye YouTube channel yake. Njia ya pili, ukipata nafasi unaweza kuingia au kumvutia waya kupitia kwa hiyo namba ambayo ameisema pale. Bwana mpigie simu na kuja nyumbani. Angalia kazi zake pale kwenye mtandao wa kijamii. Alafu ukiona zimekupendeza, pigie simu. Aje mtaani, aje kufanyia kazi moja safi tu. Alafu hivyo ndio tunasaidiana kuweza kusapotiana. Kumbuka kinachotufanya tusiende mbele ni kukosa kusapotiana. Wenzetu Bongo wanasapotiana kichizi. Nasi bwana tufanye hivyo. Wananiita Mwanamfalme Captain Louis. Hii ndio meza ya Chipkizi. Tuonane tena wakati Mungu ametupa nafasi ya ziada.